Mungu ametupenda siku ya leo kukaa kama vijana. Bwana asifiwe. Mungu ametupendelea. Tarehe leo alikuwa ameipanga kwamba baada hii ni ya vijana, na najua vijana tukikaa vizuri tunapata kanisa lenye imani. Bwana asifiwe. Nimechagua neno la Mungu ambalo tutatuongoza siku ya leo mahali hapa, tukijua tunaendelea na masomo ya unyumba. Kichwa kinachosema kijana na maadili katika familia. Toa kitabu cha Waefeso mlango wa 6 mstari mmoja tu wa kwanza. Waefeso 6 mstari mmoja tu ule wa kwanza. Nasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Naomba tusome wote. Turudie tena. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Amen. Naomba tukae. Mwana mwenye hekima ni baraka kwa wazazi. Bwana asifiwe. Mwana mwenye hekima ni baraka kwa wazazi. Sisi vijana au wewe kijana ni tegemeo katika familia. Wewe kijana, wewe ni tegemeo katika jamii, pia ni tegemeo katika taifa. Kwa hiyo unaposimama vizuri, unakuwa tegemeo. Ni tegemeo kwa sababu tunazo nguvu za kimwili nzuri katika maadili yote. Ulipokuwa nyumbani mwanzo ulikuwa uvai vitu hivyo, lakini ulipotoka umerudi umekuja tofauti kabisa. Hata furahi. Mwana mwenye hekima ni baraka kwa wazazi. Yaani niendelea. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana mwenye hekima ni baraka kwa wazazi, kwa sababu kwa wazazi wetu hakuna mzazi anayependa kuwa na mtoto ambaye tabia zake hazieleweki. Kwa hiyo jinsi utakavyoishi, utakavyokuwa na tabia nzuri, tabia njema, hata kwa wazazi wengine, ukawa mfano kwa watu wengine, kile kitu kinafanya wazazi wakuone kuwa ni baraka kwenye maisha yao. Jinsi ambavyo utaishi, jinsi ambavyo utakapo nyumbani, kama anakuita kweli, ema kalete majani, kaenda haraka kuleta majani. Kweli ema, hebu pika chakula, unapika vizuri, unajika, unakuwa baraka kwa mzazi. Mzazi anafurahi, anaona mtoto kijana anayeelewa. Lakini anapokuelekeza fanya hivi, unafanya kingine, mzazi anasikitika, mzazi anaumia. Karibu mwingine. Unafanya unachoona ni sahihi,
na wazazi wako wanafaa unawaheshimu, kufanyia kuheshimu, kwa itakuwa ni baraka kwako na kwa wazazi wako. Kila ambacho wazazi wanakuambia wanaelekeza na wanafanya unafanya baraka kwa hiyo familia. Jambo la pili, kijana mkuu wa ulimwengu. Yaani kijana mkuu wa ulimwengu anzia huko. Kijana ni nuru ya ulimwengu inamaanisha kuwa kijana yeyote yule anayejitambua na kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu na mambo yanampendeza wanadamu, hasa kuanzia wazazi, familia na hata jamii kwa ujumla, huyo anaweza kuwa nuru kwa jamii, kwa wazazi na hata kanisa zima kwa ujumla na wazazi wengine. Nafsi yako uje mbele, mwambie Mungu, nimekuja kwako Bwana, na mambo yako yaende vizuri, ninasoma na masomo siyaelewi, kwamba Mungu nisaidie, nije madhabahuni pako. Hapa ndipo ambapo nimebarikiwa, hapa ndipo ambapo na majibu yako. Njoo mweleze Yesu asubuhi ya leo, mwambie Yesu, niko mbele zako. Simwone mtu haya, karibu kumbele. Sababu hii inamtumikia namsifu yeye siku zote. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, anipenda. Akaja Yesu kuniokoa, yeye kanipa uhuru. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, anipenda. Mungu wa upendo, Baba wetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo Bwana, tunakuja mbele zako. Asubuhi ya leo tunakuja kwa unyenyekevu Bwana. Asubuhi ya leo tunakuja mbele zako kama vijana ambao Mungu umetuchagua asubuhi ya leo kufika madhabahuni pako. Asante kwa watoto wako ambao Bwana wamekuja mbele zako Bwana, wanaja mioyo yao. Kila mmoja Bwana anaja moyo wake Mfalme. Kila mmoja Bwana anahitaji kile cha kwake ambacho Mungu amekuomba wewe asubuhi ya leo Bwana, ukakitimize kwenye ndoto zake, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Na kuimba kijana yote aliyekuwa mahali hapa Bwana madhabahuni pako, kila kijana ambaye Mungu yuko mbele zako asubuhi ya leo Bwana, na muinua mbele zako asubuhi ya leo, ninamuinua mbele zako Bwana asubuhi ya leo. Kwanza kabisa naomba toba vijana wote ambao Mungu amekusanyika mahali hapa. Naomba toba maisha yao. Naomba toba Bwana kwa maneno ambayo wamezungumza. Naomba toba Bwana kwa yale yote ambayo wameyatenda, kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda Bwana. Baba, tunashuka mbele zako Mfalme asubuhi ya leo. Tunashuka patakatifu pako Bwana, nikiomba rehema na toba kwa vijana hao Baba, nikiomba toba na rehema ya vijana hawa kwa jina la Yesu.
Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa shirika wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya